Nangu naitwa Mohamed Mcheli, ni mtaalamu kutoka Tume ya Taifa ya Umwagiliaji. Tuko katika mwendelezo wa mafunzo yetu mkoani Arusha juu ya mifumo himilivu ya chakula. Tumepita katika wilaya ya Karatu na sasa hivi tuko katika wilaya ya Monduli. Na hapa sasa hivi tuko katika skimu ya Kabambe Majengo. Tunaendelea kutoa mafunzo juu ya mifumo himilivu ya chakula. Pamoja na mambo mengi tuliyofundisha, moja wapo tulifundisha juu ya matumizi ya kalenda ya mazao. Kalenda ya mazao ni mtiririko mzima wa kilimo kwa ujumla, kutoka kuandaa shamba mpaka mavuno. Kuna umuhimu wa kutumia kalenda ya mazao kwa sababu ndio ambayo inaweza ikaongeza tija na uzalishaji katika kilimo. Wasipotumia kalenda ya mazao, vile vile tunapata upotevu mkubwa wa maji. Kuna sehemu moja inakuwa inalimwa na sehemu nyingine hailimwi, na wakati sehemu zote zinahitaji maji, kunakuwa na huo upotevu mkubwa wa maji. Na vile katika kuongeza tija, vile vile inamsaidia mkulima kuongeza kipato. Akiongeza tija, tafsiri yake ni kwamba ameongeza ziada kutoka katika kulisha familia yake kwenda kupeleka kwenye soko. Na vile vile kwa sababu watalima kwa kupata kalenda ya mazao, manake wakulima wanunuzi wa mazao hayo watakuwa na uhakika wa kupata huduma hiyo kutoka katika skimu husika. Kwa hiyo wote wakilima kwa kupata kalenda ya mazao, tafsiri yake ni kwamba mnunuzi atakutana na kiasi kikubwa cha mahitaji yake ya zao hilo kwa ajili ya kuendeleza mnyororo mzima wa soko la zao husika. Nilikuwa nalima mazao ambayo mengine hayaendani na ule utaratibu, kwa sababu tayari wawezeshaji wamenielimisha kuwa kumbe kuna mazao mengine yanatakiwa ulime kipindi hiki, kuna kingine yanatakiwa ulime kipindi ambapo si cha nani. Kwa mfano mimi napenda kulima nyanya au na kitunguu, au wengine wanalima mgomba, wengine wanalima viazi, lakini mimi kusema kweli ni mkulima mboga. Hasa unakuta unaweza ukalima kipindi fulani, unakuta ukalima nyanya, hata nyanya saa nyingine zikawa biashara namna, lakini wataalamu wameniambia bwana, kipindi hiki zikiwa nyingi basi usilime tena, hebu lima zao hili. Nimejifunza vizuri kusema kweli, na wametupa kalenda ya mazao. Naishukuru Tume ya Taifa ya Umwagiliaji. Siku hii ya leo imetupa mafunzo jinsi ya kutunza miundombinu mazao ya kulima. Mimi ni mkulima wa nyanya. Ninashukuru kwa sababu kipindi hiki cha masika huwa mafuriko yanatusumbua sana. Lakini sasa naona wamekuja na mradi mzuri kabisa wa kuendelea kutunufaisha, kwa sababu maji hayatatusumbua tena. Tumepata manufaa kwa sababu tumefundishwa jinsi bora ya kutunza miundombinu ya umwagiliaji. Wametufundisha jinsi ya kutunza na kuweka sawa miundombinu ya maji, jinsi ya kuhifadhi mazingira pia.